Jambo na karibu Matukio Daima Habari, na miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na kata ya Ruaha yaanzisha mkakati wa kuimarisha malezi, uchumi na usalama wa jamii. Chekechea, daycare, wapelekeni watoto kuanzia wadogo wazoee. Hata pale tumeanzisha daycare, tumeimarisha ile ya kata ile. Waleteni watoto, tunaweka gharama nafuu, na kama una shida sana njoo jieleze, afisa ustawi yupo hapa. Katambi asema waliokamatwa ni watuhumiwa na si viongozi. Kwa hiyo yale yanayosemwa kwamba kuna watu wanakamatwa, sio ni kundi fulani na nini, hayo yote sio kweli, ni uongo na ni uzushi na ni upotoshaji ambao hauna nia njema, nyuma yake una nia ovu. Kwa sababu Rukwa yaanza mageuzi ya soko la mahindi. Mafanikio ya uzalishaji yanapaswa kwenda sambamba na uwepo wa mfumo wa madhubuti wa masoko, ili wakulima wetu waweze kuinua uchumi wao, uchumi wa mkoa na uchumi wa nchi yetu. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Matukio Daima, karibu katika Matukio Daima Habari. Tutakao kusomea habari hizi, mimi ni Beldina Majinge, nitakuwa na mwenzangu mimi ni Emmanuel Manonga. Kwa pamoja tunasema karibu uwe nasi tangu mwanzo hadi mwisho wa taarifa yetu. Na tukianzia mkoani Iringa, wananchi wa kata ya Ruaha, manispaa ya Iringa na mkoa wa Iringa wametakiwa kuimarisha malezi ya watoto kwa kuwapeleka katika vituo vya malezi ya awali na shule za awali ili kuwajengea maadili mema tangu wakiwa wadogo na kuepusha na tabia hatarishi za kwenda na watoto katika vilabu vya pombe. Akizungumza katika mkutano ambao ni kliniki ya kusikiliza kero za wananchi wa kata hiyo, mtendaji wa kata ya Ruaha Fuadi Mwasiposia amesema wazazi na walezi wanapaswa kuhakikisha watoto hawaachi nyumbani peke yao wakati wanapokwenda kazini, bali watumie vituo vya malezi vilivyopo ili kuwapa mazingira salama ya kukua na kujifunza. Tupate taarifa zaidi. Mtu ajitathmini. Unamuona kabisa mtoto mwenendo wake kuanzia anakuwa humpeleki shule vizuri, anaanza kukengeuka. Katoto akajamaliza shule, ameamua kujitafutia hela, huyo anajifunza bodaboda. Safari hii tunakuja kuanza kukukamata mzazi. Kwa hiyo tudumishe hali ya malezi kwenye familia. Tuna shule zetu za chekechea, daycare, wapelekeni watoto kuanzia wadogo wazoee. Hata pale tumeanzisha daycare, tumeimarisha ile ya kata ile. Waleteni watoto, tunaweka gharama nafuu, na kama una shida sana njoo jieleze, afisa ustawi yupo hapa. Lakini tunazo daycare za kama iko ya baba paroko, ziko na nyingine kule mtaani. Tunataka watoto wasijifunze tabia ngumu mtaani kuanzia wakiwa wadogo. Katoto kakianza kupata ufahamu tu, hata hivi vingine vidogo kabisa, badala ya kwenda nako kilabuni au kwenye mambo yako nako kamekaa pale chini, kapeleke pale kituoni. Ukimaliza shughuli zako nenda ukakachukue. Sawa jamani? Hivi ni sahihi kumbeba mtoto unaenda naye kuuza pombe kilabuni? Mnaenda naye maeneo ya hatari. Mtoto unamwacha nyumbani ajilee mwenyewe, wewe unaenda kazini, ni sahihi? Tumeimarisha vituo na tunaendelea kuchukua hatua, tuwapeleke watoto kwenye maeneo hayo, na tumekubaliana, Mheshimiwa Diwani ameshanielekeza tuite kikao na walimu wetu wakiwemo walimu wa dini. Na Mheshimiwa Diwani tumeanza kupitia ajenda, tumemwambia afisa elimu aandae bajeti, tuandae chakula cha pamoja na walimu wetu, walimu wote wa mashule na walimu wa dini, tujadiliane wapi tunakwama, tuwafanye nini watoto wetu. Na kama mitaala ya dini kule shuleni, je, ni mitaala ambayo inatufundisha tu kumjua Mungu kwa mtindo gani, kwa maisha yepi, watoto waweje? Ili tujadiliane kwa pamoja. Wanachama wa Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA James Mboya amewataka vijana kushiriki katika mchakato wa kudai katiba mpya ili waweze kutoa mawazo yao juu ya mambo wanaoyataka kama vijana wa taifa hili. Akizungumza na Matukio Daima Media kwa njia ya simu, James Mboya amesema kuwa ni muhimu mchakato huo kuwa shirikishi kwa vijana. Nasema upi wajibu sasa wa vijana katika kupata katiba mpya, na upi wajibu wa vijana katika kulinda amani ya taifa hili? Nashukuru kaka. Jambo la kwanza, lazima
swala la mchakato wa katiba liwe jumuishi pamoja na makundi ya vijana, ili wao waweze kutoa mawazo na maoni yao juu ya katiba mpya ijayo iwe na mambo gani ambayo yanabeba maslahi mapana ya vijana. Hilo ni jambo la kwanza la muhimu sana. Jambo la pili, ni muhimu kutengeneza forum za vijana. Of course serikali imeunda wizara ya vijana chini ya waziri Nanauka, pamoja na kwamba wizara ipo ya vijana, lakini hitajiko la muda mrefu sana na hususan la vijana ni jukwaa linalowaunganisha vijana, jukwaa linaloweza kuwaleta vijana nje ya itikadi zao. Yaani vijana wakikutana wa Chama cha Mapinduzi, wa ACT, wa Chauma, wa Chadema, wa vyama vingine vyote, wakikutana wakutane kama vijana, wajadili mambo yao ya jukwaa la vijana, wawe na sauti yao ya jukwaa isikilizwe, na serikali iliyoko madarakani ifanyie kazi mapendekezo ya vijana. Kwa nini nasema hivyo bro? Nasema hivyo kwa sababu vijana ndio asilimia kubwa ya watu kwenye taifa lolote, na ndio nguvu kazi kubwa ambayo tunaitegemea kwenye uzalishaji. Kwa vijana wakishaona wameshirikishwa, mambo yao yanasikilizwa, tutajikuta automatic tunapunguza swala la vijana wengi ambao wamekata tamaa, wako mtaani, wanalewa kupita kiasi, wanavuta bangi, wanatumia mihadarati na madawa ya kulevya, kwa sababu tutakuwa create opportunities nyingi kwa vijana kwenye sekta mbalimbali. Sasa sekta za kilimo, sekta za ajira rasmi, sekta za udaktari, sekta za usafirishaji, sekta nyingi. Kwa hiyo vijana wakaona kwamba sisi kama vijana wa Tanzania, sisi sio taifa la kesho bali ni taifa la leo. Serikali inatujali, mambo yetu yanasikilizwa. Vijana nadhani hata hawatakuwa rahisi kutumika na baadhi ya wanasiasa wasioitakia mema nchi yetu. Itakuwa ni ngumu kwa sababu wana jambo la kufanya. Shukrani sana kwa taarifa kutoka mkoani Iringa, na sasa tuelekee huko Zanzibar ambapo waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema watu 130 waliokamatwa kwa tuhuma za makosa mbalimbali ni watuhumiwa na si viongozi au wahadhiri, akisisitiza kuwa hakuna mtu, kikundi au taasisi iliyolengwa katika hatua hizo. Katambi amesema hayo leo visiwani Zanzibar wakati akitoa ufafanuzi kuhusu malalamiko yaliyojitokeza kufuatia kukamatwa kwa watuhumiwa hao, ambapo amesema serikali inatekeleza wajibu wake kwa mujibu wa sheria bila kulenga mtu au taasisi yeyote. Patrobas Katambi amesema Tanzania iko salama na imara katika kukabiliana na matukio ya uvunjifu wa amani, huku akieleza kuwa hakuna sababu ya kutetea jambo ambalo halijafahamika kwa kina, hasa kwa kuwa baadhi ya mashauri yako mahakamani. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi huru na ambayo inaongozwa kwa mujibu wa katiba ya mwaka 1977 na marekebisho yake zaidi ya 14. Katika sheria yetu imeruhusu pia kutungwa sheria nyingine, ambazo moja ya sheria ni sheria kanuni za adhabu, na tunayo sheria pia ya kuzuia ugaidi. Sheria hizi zote kwa pamoja zinatoa makatazo juu ya mtu yoyote kutenda au kujishughulisha au kutishia ama kutokutenda jambo ambalo litapelekea kuvunja sheria na kuvunja haki za wengine. Kwa msingi huo, serikali kupitia vyombo vya ulinzi na usalama inao wajibu wa msingi wa kulinda haki ya uhai, lakini inao wajibu wa kulinda haki za raia na mali zao kwa mujibu wa katiba, lakini pia sheria mbalimbali ambazo zimeundwa. Lakini pia ni nchi ambayo inaheshimu utawala wa sheria, ni nchi ya kidemokrasia inayofuata misingi ya utawala bora, lakini pia kuheshimu uhuru wa mahakama kama ulivyoainishwa 107B kubwa.
lakini vivyo hivyo mamlaka zote za uamuzi wa haki itakuwa imepewa jukumu hilo muhimili wa mahakama kwa mujibu wa ibara 107A kubwa. Kwa hiyo yale yanayosemwa kwamba kuna watu wanakamatwa, ni kundi fulani na nini, hayo yote sio kweli, ni uongo na ni uzushi na ni upotoshaji ambao hauna nia njema, nyuma yake una nia ovu, kwa sababu mtu yoyote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anavunja sheria au amefanya kosa, aidha kutenda au kutishia kutenda kosa ambalo lina ujinai ndani yake, utaratibu wa kawaida kabisa kwa mujibu wa sheria, kanuni za adhabu, mtu huyo atatafutwa na vyombo vya dola na atakamatwa kwa kutumia arrest warrant au without warrant, kwa maana ya warrant of arrest. Kwa maana hiyo utaratibu wa kukamata mtu ambaye ametenda au anapelekea kutenda kosa la jinai, ama kwa kutisha, kwa maneno, kwa vitendo, atachukuliwa hatua za kisheria. Kwa hiyo katika msingi huo hakuna, kwa mujibu wa sheria tulizonazo, hakuna kinga dhidi ya jinai kwa mtu yoyote. Ndio msingi wa sheria katika sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hakuna mtu yoyote aliye na kinga dhidi ya utendaji wa makosa ya jinai, na hakuna mtu aliye juu ya sheria. Utawala wa sheria upo kwa maana ya katiba yetu na sheria nyingine zilizotungwa, juzuu zaidi ya sheria 438 pengine mpaka 40 za sasa. Kwa hiyo msingi wa kwanza wa msingi kabisa wa Tanzania wanapaswa kujua ni kwamba hakuna mtu yoyote. Na sasa tuelekee mkoani Rukwa, ambapo mkuu wa mkoa wa Rukwa Charles Makongoro Nyerere amewataka wakulima kuzalisha mahindi yanayokidhi viwango vya soko na kutumia fursa ya mkoa wa Rukwa unaopakana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Burundi kupanua masoko ya mahindi nje ya nchi. Akizungumza katika kikao cha wadau wa zao la mahindi kilichoandaliwa kwa ushirikiano na taasisi ya udhibiti wa masoko ya mazao, Makongoro amesema mkoa wa Rukwa ulizalisha tani 975,662 za mahindi katika mwaka wa fedha wa 2025/26, huku mahitaji ya ndani yakiwa ni tani 350,636 pekee, hali ambayo inaonyesha umuhimu wa kuwa na masoko ya uhakika kwa ziada ya uzalishaji. Ndugu washiriki, mkoa wetu umeendelea kuwa nguzo muhimu sana ya usalama wa chakula nchini na katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Hata hivyo, mafanikio ya uzalishaji yanapaswa kwenda sambamba na uwepo wa mfumo wa madhubuti wa masoko ili wakulima wetu waweze kuinua uchumi wao, uchumi wa mkoa na uchumi wa nchi yetu kwa ujumla. Kwa upande wake, mkurugenzi wa COPRA Bi Aileen Mlola amesema mfumo mpya wa biashara ya mahindi utaboresha ubora wa mazao kupitia mfumo wa madaraja, kuongeza uwazi wa biashara na kuwawezesha wakulima kupata bei inayolingana na ubora wa mazao yao. Tumeianza muda mrefu kidogo, lakini wanasema hivi, ukiwa unafanya kitu chako kwa uhakika ni vizuri ukawa makini zaidi. Kwa sisi tunaamini kabisa huu ndio wakati mwafaka ambao umefika wa sisi kuwepo hapa ndani ya mkoa wa Rukwa, ambao utakuwa ni mkoa wa kwanza na ambao tunaingia nao kwa mguu wa kwanza, kwa sababu tunaamini haya mabadiliko tunayoyaleta kwenye mazao yetu mbalimbali, na sasa tumeingia kwa mguu wa zao la mahindi, ni mabadiliko ambayo yataendelea kufanyika na mikoa mingine mbalimbali. Imefika wakati sasa wakulima na wadau wote na wafanyabiashara ambao wako kwenye mnyororo wa thamani wa zao hili la mahindi na wenyewe wafaidike, kama ambavyo tumeona matokeo chanya ambayo yamepatikana kwenye urasimishaji, lakini cha muhimu kukaribisha soko na wale ambao wako kwenye uzalishaji. Basi ninashukuru kwa huu mfumo ambao COPRA wamekuja nao kwenye zao la mahindi. Kwa hiyo nafikiri sasa hii ndio itakuwa mwarobaini kwa wakulima. Tutapata bei ambayo ni sahihi, tutapata vipimo ambavyo ni sahihi, tofauti na vile ilivyokuwa mwanzo. Miaka ya nyuma wakulima walikuwa nauza kwenye vipimo ambavyo sio rasmi na wanalaliwa bei. Gharama za uzalishaji ni kubwa zaidi kuliko bei ambayo ipo sasa, na soko lilivyo, angalau
tungeuza hata kuanzia bei iwe hata 700 kwa kilo. Kwa kweli tunapongeza serikali kwa mfumo ulioleta huu. Tukienda kuungana pamoja na tukiwa pamoja, nafikiri kwa bei tutauza vizuri. Tukiungana pamoja, tunapongeza serikali kwa mfumo ulioleta. Na sasa tuelekee mkoani Shinyanga ambapo taasisi ya Flaviana Matata Foundation imekabidhi jengo lenye matundu 13 ya vyoo iliyojengwa kwa ajili ya shule ya sekondari ya serikali ya Busulwa mkoani Shinyanga. Richard Makoe ambaye ni kaimu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya manispaa ya Shinyanga ameshukuru juu ya jitihada hizo kwa kuwa ni chanzo kikubwa cha maendeleo kupitia masomo, kwani watoto wa Kitanzania wanakwenda kufanya vizuri kwenye masomo yao. Leo hatukabidhi jengo tu, yani kwa maana ya vyoo tu. Mimi naamini tunakabidhi heshima, afya na tumaini la mtoto wa kike hapo mbeleni. Kwa hiyo vyoo hivi tunavyovikabidhi leo sio matundu ya vyoo tu, ni matundu ya vyoo 13, sehemu za kunawia mikono, maji tiririka na salama, chumba maalum kwa ajili ya wasichana kujisitiri wanapokuwa kwenye siku zao za hedhi, lakini vile vile kichomea taka kwa maana kwa kile ambacho kimefanyika siku ya leo, tunajua ni jambo kubwa kabisa kwa ajili ya kutusaidia na kuwajengea watoto wetu nafasi ya kipekee. Kuna mtu anaweza akafikiri ni mazingira ya shule tu, lakini kubwa kabisa ni lengo la kuhakikisha huyu mtoto wa kike anasimama, anafanikiwa na anafikia malengo. Lakini bado nafasi ambayo wameipata watoto wa kike imetoa backup kwa watoto wa kiume. Vile vyoo ambavyo walikuwa wanavitumia sasa tunatangaza rasmi na tunatoa maelekezo kwa mkuu wa shule vianze kutumikwa na watoto wa kiume, ili watoto wa kiume waweze kupunguza msongamano na wao wanufaike kama ambavyo watoto wetu wa kike wamenufaika. Na sisi tunawaahidi kama manispaa ya Shinyanga, kazi yetu ni kuendelea kuungana na kushikana mkono na nyie, lakini pia kuhakikisha tunatekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais, ambapo ni kuhakikisha watoto wa Kitanzania wanapata elimu. Na kwa taarifa tu, mkurugenzi manispaa ya Shinyanga ilipata ufaulu wa 98.7 kwenye matokeo ya kidato cha 4 mwaka 2025. Asante sana kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Shinyanga, ambayo inatufikisha mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla hatujahitimisha, tutizame tena muktasari wake. Jambo na karibu Matukio Daima habari, na miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na kata ya Ruaha yaanzisha mkakati wa kuimarisha malezi, uchumi na usalama wa jamii. Chekechea, daycare, wapelekeni watoto kuanzia wadogo wazoee. Hata pale tumeanzisha daycare, tumeimarisha ile ya kata ile. Waleteni watoto, tunaweka gharama nafuu, na kama una shida sana njoo jieleze, afisa ustawi yupo hapa. Katambi asema waliokamatwa ni watuhumiwa na si viongozi. Kwa hiyo yale yanayosemwa kwamba kuna watu wanakamatwa, sio ni kundi fulani na nini, hayo yote sio kweli. Ni uongo na ni uzushi na ni upotoshaji ambao hauna nia njema, nyuma yake una nia ovu. Kwa sababu Rukwa yaanza mageuzi ya soko la mahindi. Mafanikio ya uzalishaji yanapaswa kwenda sambamba na uwepo wa mfumo wa madhubuti wa masoko, ili wakulima wetu waweze kuinua uchumi wao, uchumi wa mkoa na uchumi wa nchi yetu. Asante sana mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo wa taarifa yetu habari mpaka sasa tamati. Tukusihi tuendelee kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kwa jina moja la Matukio Daima. Kwa niaba ya wote walioandaa na kuchakata taarifa hii ya habari, jina langu ni Emmanuel Manonga. Na mimi ni Bernardina Majinge. Uwe na wakati mwema. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone. Kwa afya yako na ubora wa maisha yako, unahitaji maji yaliyo safi, salama na yenye ladha halisi ya asili. Karibu utambue ubora wa Sif Natural Mineral Water, maji ya madini asili yanayotoka kwenye vyanzo salama vya Mafinga, Tanzania, yakichujwa na kuandaliwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa vya ubora. Furahia ubaridi wa maji safi kila unapohitaji. Sif Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbalimbali kwa matumizi rahisi
na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua CF Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762 123 736 au 0769 440 834 au barua pepe cfcompany100@gmail.com. CF Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima, Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza, Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals.